na tutembee katika neno. Lengo la ujumbe kumtazamia Bwana Mungu. So Bwana, nitasoma. Nitayainua macho yangu, nitazame milima. Msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu u katika Bwana, asifanya mbingu na nchi. Asiache mkuu wako usongezwe, asisinzie akulindaye. Naam, hata sinzia wala hata lala usingizi, yeye aliye mlinzi wa Israeli. Bwana ndiye mlinzi wako. Bwana ni uvuli mkono wako wa kuume. Jua halitakupika mchana, wala mwezi wakati wa usiku. Bwana atakulinda na mabaya yote, atakulinda nafsi yako. Bwana atakulinda utokapo na uingiapo, tangu sasa na hata milele. Daudi mahali hapa akasema, msaada wangu utatoka wapi? Sisi tunaelewa msaada wetu unatoka tu kwa Mungu, kwa sababu ni yeye aliyeziumba mbingu na nchi. Dunia na vyote vichasavyo ni mali ya Bwana. Kwa hivyo Biblia inatuelekeza sawa na Daudi. Nasi neno hili limeandikwa ili sisi nasi katika hali ya kupita. Tunaelewa kuna wale walilisoma. Wewe nawe umelifikia. Maana tuko katika hali ya pita. Unapolisoma pia linakusimamisha wewe pamoja nami ya kwamba msaada wako wewe pamoja nami unatoka tu kwa Mungu. Maana yeye ndiye aliyezifanya mbingu na nchi. Ukitaka akusaidie, unainua macho kwake. Ili aachilie msaada kwako, utainua moyo wako wote, roho yako yote na akili yako yote, na pia uwe na kweli ndani yako. Usitekemee mwanadamu, usimtumainie mwanadamu, utakuwa disappointed. Usimchanganye Mungu na wengine, usimtegemee jirani yako. Usione ninaswitiwa dhati ya ulimwengu hubadilika, lakini Mungu wetu ni Alfa na Omega. Haondoshi, hachoki, hawezi kukudisappoint. Yeye ni mwaminifu kwa hivyo wewe kuwa mwaminifu. Haleluya. Tena yeye Biblia imesema hasinzi. Wewe ulilala usiku, Bwana Mungu hajalala. Na halali kwa sababu ati ya kukulinda wewe. Yaani upendo wa Mungu huyu ni wa namna gani? Tunatamka ni wa ajabu. Haleluya. Alindaye mji bila Kristo afanya kazi bure. Akeshaye akisema anajichunga na kulinda mji wake afanya kazi bure. Tumeajiri maaskari katika milango zetu. Tuna mbwa, unaandika katika keti yako mbwa gani? Wapendwa, hiyo mbwa haikusaidii, ila ni Mungu. Huyo mwanadamu mwenzako, wachimani ama wachileti siku hizi wako, wapendwa, ulala. Wao hufika masa fulani wakaenda kulala. Na Biblia inatuambia mwizi ama mharibifu huyu hajulikani ni masaa gani anakuja. Mbinguni hawalali. 24 hours wako online. Kwa hivyo iwe masaa ngapi uite, upike simu mbinguni, utajibiwa. Wakati sisi tunalala tunakuwa kama wafu. Kumbe wakati tunalala ni sehemu moja ni kama mfu. Lakini ukiwa kiroho, uchapopumzisha mwili, kiroho uko macho. Bwana anakupeleka mahali pazuri. Vision zenye utaona ni nzuri. Umetoka ndani ya mwili, umeacha mwili wako unapumzika, lakini kiroho shughuli za mbinguni siko kwako. Na yaliyo ya rohoni yakikuchukia, wapendwa, utakuwa katika usingizi, mwili unapumzika lakini unaenjoy. Yuko
na tuko. Tuko. Kwa sababu sisi ni wenye haki. Iondoshwe. Maana mwenye haki hataondoshwa. Ukiwa mwenye haki hautaondoshwa. Na Mungu analinda wenye haki. Lile Bwana hataweka usiliumbe na kuweka. Inakuja na ile wakati inakufikia kama mwanadamu unaokopa, lakini iliwahi fikia mtu. Amen. Kwa hivyo amini Mungu asiyesinzia. Inamaanisha kama hasinzii. Elewa mpendwa pia revelation hii. Kama Mungu asinzii katika kukulinda, unachokifanya macho yake yamekuona. Ufunge leso kikoi, uvae longi, unaikia hapo kwa Bwana amekuona. Mungu hasinzii. Macho yake yeye si kipofu. Kwa hivyo tumuokope, maana hasinzii. Tena walio wa Mungu wakiwa wenye haki hutembelea katika kikanja cha Bwana. Dalilie tu hapa. Sisi hutembelea katika mkono wa Mungu. Kwa hivyo katika ulinzi uwe na hakika ya kwamba Mungu wako hasinzii. Mwokope Mungu mchana, mwokope Mungu usiku, maana yeye anakaa juu. Na macho yake yanaangalia duniani. Na uende wapi ujifiche na uso wa Bwana. Uingie vilindini, macho ya Bwana yanaona. Na tena anajua vilindini kuliko wewe, maana hujui uko, ni yeye aliyeumba. Mapendo wewe si mzuri. Sasa ndio ukiangalia vitu, jiulizenge na ningekuwa mimi. Na mahali uliko, Bwana amekuinua, Bwana amekuleta, umepewa jina. Wewe ni daktari, wewe ni askofu, wewe ni mwalimu. Jamani, ni neema tu. Haleluya. Iko leo vile unafanya. Kesho ya huyo jirani, huyo ndugu yako, huyo shemeji yako, huyo mama mkwe, wewe haujijui. Mungu sasa zingine anasushanga na teremshanga walio juu wanakuja chini. Haleluya. Na anachukua walio chini anawapeleka juu. Amen. Ona mwingine kuwa bora kuliko wewe. Kama mimi nitakuona wewe ni bora kuliko mimi, wewe uniona mimi ni bora kuliko wewe, aliye bora ni Mungu. Amen. Na Mungu atapaki ni Mungu maishani mwetu. Na wapendwa, ugonjwa ambayo inaitwa depression ni mbaya sana. Hiyo haitibiwi na dawa. Hiyo inataka tu ukaribu na mtu aonyeshe upendo na upime ni nini mlipuko huu ulitokana na nini. Nikaelewa mlipuko wa huyu mama ilitokana na kutengwa. Jifunzeni tu kwa huyu mzee. Amenipa raha. Amenipa amani. Kwa sababu ya ulinzi wa Mungu. Na ni kwa neema yake. Ni kwa neema. Nasiri macho unainua, unamtazamia Bwana aliye juu. Na pia maombi ni silaha. Usihesabu imechukua Mungu amechelewa. Kaza kuomba. Mungu wetu lazima atatenda. Na mahali ikifika mahali kuharibike, bado Mungu atarejesha vitu kwa laini. Kwa hivyo mngojee Bwana, mtazamie Bwana. Hawezi kushindwa. Chako ni neema ya Mungu. Bwana aliyenipita mimi nipaki muuza mboga alijua na niko sawa mwana. Na walianza mimi wewe mzao ni mkanda kelezi. Nitaka kwetu na nilimaliza. Na hiyo ndio wanasemanga ayo ni lady amefika. Neema hii imeshuka. Wale ambao Bwana Mungu akitaka kubariki anaweza anzie nyuma, anzie katikati, na ama ya huyu mbele hakutangulia kunipa, ameiweka ndani ya mtoto wangu namba 4. Na wakati nitafika mwana, wewe uliona una tukutuku. Walalo rayani. Amen. Chopa ne na kungaki. Chopa. Nitapita kila kitu hapo. Ana baraka zile Mungu kuahidi lazima tusione. Amen. Na alisema tutaishi tuone wana wa wana wetu. Amen. Kama haiko ndani mwa sekadiponi wangu iko ndani mwa mchukuu mwana. Lazima watanibeba na nyumba watanijenga. Wasinidharau. Wewe pia jiheshimu. Heshima yako uimendee. Mfano mimi bila nilivyo bishop wenu, hata niishiwe nishuke
nikauke, nikose sabuni. Siwezi enda kwa mama Gladys nimulimie kwa disi. Sasa injili ya kufunika mwingine umemnyanyasa. Amen. Utachafua mioyo. Na hata wengi huwa wanaongezea lile neno vile huyu ambia huyu hawalifikishangi vile lilikuwa. Wanaliongezea na ndivyo linachafuka. Bwana atusaidie. Na sio kazi ya Mungu ni perfect. Mungu wetu kila amepanga ni sawa. Hawezi kukuacha, yani yeye anajua hali yako. Mfano kama ni saa 3 ama saa 2 unaota hiyo jua. Mnapelekana watoto naenda kuota jua. Ikiwa kali utatoka urudi kwa kifua. Elekeza na kutunza Mungu ni nambari 1. Haleluya. Tumeelewa jibu. Hawezi kukuacha mpaka milele. Mpaka ufike mbinguni. Kwa hivyo hata sasa ako na wewe. Kama ulikuwa na mawazo umeniacha, kwa mji wangu hamna Mungu, kwa watoto wangu hamna Mungu, Mungu ako tu. Ila sisi tuangalie ni wapi ambako katika kutembea na yeye ameniacha step fulani. Kimbia umfikie na usimwombe. Usiende mbele yake. Mtembelee, tembea na Mungu kwa karibu. Usiwe mbali sana. Kama ni kuwa mbali ni sisi kusonga mbali, lakini Mungu hawezi kusonga mbali. Na kile kitafanya asonge mbali ama tutengane tuwe mbali, mnaelewa tu. Mungu atusaidie. Tangu nijue injili na bado naendelea kuijua wapendwa, natimiza injili. Amen.